Sisi tumezungumza jambo hilo na tumeandika matakwa yetu kwenda sehemu zote ambazo zinahusika na mpira Tanzania, na sasa unapoitwa maana yake huwezi kutabiri umekuitia nini. Kwa lazima kwanza ukasikilize. Pengine watu wanataka kuambia bana kweli sisi bwana tumegundua tulifanya hiki na hiki na hiki, matakwa yenu hayako sahihi. Kwa hiyo tumekuja tuagane hapa. You never know. Kwa hiyo unapoitwa cha kwanza nenda kasikilize. Kwa kuwa umejikita kwenye barua yao, ajenda ikieleza ni kujadili yanayohusu mchezo namba 84 na wakasema ushiriki wetu ni muhimu kwa mustakabali wa klabu yetu, ligi na mchezo wa mpira wa miguu Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo tukasema twende tukasikilize. Kusikiliza sio vibaya, twende tukasikilize wametuitia nini siku ya leo. Kwa hiyo baada ya hapo sasa tutajua tulichoitiwa ni kitu gani na nini klabu ifanye. Lakini jambo moja la uhakika ambalo wanachama inabidi walifahamu, ambalo kamati ya utendaji waliliazimia kwenye tamko lao na yale matamko ya wanachama, hakuna hata moja lilofutika. Yani hata nukta moja hakuna iliyofutika. Msimamo wa klabu ya Young Africans uko pale pale mpaka tunavyoingia kwenye kikao, na kama wakiruhusu kwenye salamu pia baada ya kuambia habari za asubuhi tutaongezea pia hatuchezi ngo. Yanga ni klabu ya mpira wa miguu, hatuna shughuli nyingine sisi. Yanga hatulimi, hatufanyi chochote. Sisi ni klabu ya mpira wa miguu. Kubwa ambayo tuweka hapa ni kucheza mpira wa miguu. Kwa yale matakwa ambayo kamati ya utendaji iliainisha na kuyawasilisha kwa bodi ya ligi kwamba hili na hili na hili tunaona haliko sawa na halikuwa sawa kwa mujibu wa ushahidi huu na huu na huu, kuna kanuni hii na hii ilivunjwa hapa, hapakuwa sawa hivi na hivi na hivi, haya afanyiwe kazi hivi na hivi na hivi, haya atokee hivi na hivi na hivi. Hayo mambo yakisikilizwa na yakafanyiwa kazi, bila shaka yoyote, wala sina haja ya kuwa na kigugumizi, bila shaka yoyote bungi itapigwa. Lakini mpaka pale matakwa yatakapofanyiwa kazi ya klabu ya Young Africans ambayo yameshawasilishwa kwenye meza ya bodi ya ligi. Hata maandalizi unayoona ni level ya prison, ni volume ya prison hiyo. Kwa dabi inabadilika kidogo. Kwa hiyo maandalizi ya sasa hivi ni prison. Ndio tunaendelea nayo. Kwa hiyo tuwezi kuwa tunajiandaa na prison alafu ukatushtukiza tucheze dabi. Acha prison tuwape dawa ambao tumeiandaa. Mgonjwa kwenye ligi hapa na dawa kipimo chake cha dawa. Maandalizi ya prison hayawezi kufanana. Ndio ukweli, performance level ya Simba iko juu ya prison. Kwa maandalizi hayo inabidi yawe ya juu zaidi ili uweze kupata matokeo dhidi ya Simba. Lazima tujiandae tena kwa kipimo kingine cha mnyama. Tukasikilize tumeitiwa nini. Huenda leo lile wingu jeusi ambalo limetanda kwenye football ya Tanzania likapata mwanga leo. Huenda moshi mweupe pale bodi ya ligi ukatoka leo baada ya kikao. Huenda, umesema huenda. Sasa tukasikilize. Kitu kimoja ambacho naweza kukuhakikishia, siku ambayo kamati ya utendaji ya klabu ya Yanga iliketi chini na kusema huu ndio msimamo wetu, maana yake walishafanya mahesabu ya njia zote na majibu yote. Ikiwa hivi itakuwa hivi, ikiwa hivi itakuwa hivi. Ndio maana taasisi kubwa huwa haipigi ramli, huwa inafanya sayansi yake ya kimahesabu kutoka mwanzo mpaka mwisho, kwamba decision hii tukiichukua madhara yake ni yapi, faida yake ni ipi, unaangalia kwa mapana yake. Kwa hiyo ni watoe shaka kabisa hapo studio na wanachama wanaonisikiliza kupitia Sports Arena sasa hivi, kila hatua ambayo Yanga inachukua kwenye sakata hili imeshafanyiwa tathmini na viongozi wameshajua nini kesho itakwenda kutokea. Kwa hiyo wala hakuna mashaka. Cha muhimu kwanza, namba moja hapa ni yale matakwa ambayo klabu ya Yanga iliyaweka mezani. Hapo ndo namba moja. Yakishafanyiwa kazi hayo ndo tunakuja kwenye namba 2. Yasipofanyiwa kazi tayari namba 2 tunayo Yanga. Kwa hiyo tuwe na wasiwasi. Unajua wachezaji hawa wanapenda kucheza hizi mechi kubwa. Na zamani wakati niko nje ya club nilikuwa naamini wanapenda kucheza mechi kubwa kwa sababu tu zinakuwa ni platform ya wao kuonekana hivi na hivi. Lakini kumbe mzigo ambao huwa unawekwa kwenye hizi mechi kubwa ni motivation kubwa sana ya wachezaji. Yani bonus ambayo huwa wanaipata kwenye hizi mechi kubwa ndio huwa zinawafanya na wao watamani kucheza hizi mechi. Kwa hiyo wachezaji wao ukiwaangalia
wao wako tayari kivyo vyote vile, lakini wanaheshimu maamuzi na miongozo ya taasisi. Lakini wao wako tayari, yani wako tayari na wanafanya mazoezi, wanasema sisi tutakachokiamua viongozi wetu tutakifanya. Na wenyewe wana hamu na hiyo mechi kwa sababu ya Kibunda. Bwana, mkituletea hao watu maana yake Kibunda kitakuwa kikubwa, funga msimu hapa kwa furaha. Hii mechi bonus zake shekhe zinakuwa nzito. Kwa hiyo mtu anafunga msimu pale akiwa amenona kwelikweli kwenye mfuko. Kwa hiyo wao wanasubiri na ndio maana tumwambia sasa hivi jiandaeni Tanzania Prison, achukue ni pointi 3 inshallah, alafu haya mengine tutakuja kuwajuza. Makamu wa rais yupo tayari mjini, ingia kutokea visiwani, na yeye ndio atakayeongoza jopo hilo la viongozi wengi. Mimi mwenyewe nitakuwepo. Yani sasa mimi msemaji wa Yanga naachwa vipi nje? Taingia pale ndani na nimekwambia wakinipa nafasi ya kusalimia tasema tu habari za asubuhi, mmeamka salama, hatuchezi. Wow.